namna ambavyo watakuwa wanawaonea huruma wa Tanzania, kwa sababu tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 wako Watanzania wengi sana ambao walipoteza maisha kutokana na zile vurugu ambazo zilitokea tarehe 29 mwezi wa 10. Kwa hiyo kuna watu wengi sana walipoteza wapendwa wao. Kwa hiyo Mungu, kutokana na vile vilio vya wale watu waliotokea, Mungu ameachilia nguvu mpya na ameiweka kwa viongozi, wataanza kuwaonea huruma sana wananchi. Kwa hiyo kwa mwaka 2025 jiandae kusikilizwa. Kwa chochote ambacho utakisema utasikilizwa kwa 100%, na hata ikitokea kundi la watu wakihamasishana watakuwa wanasikilizwa sana. Hichi ndicho kitu ambacho ninakiona wakati tunamalizia mwaka 2025. Lakini mwaka 2026 bwana, kuna nchi ambazo zitahitaji kuichokoza Tanzania juu ya mipaka yake, na hizi nchi niliweza kuiona ni nchi ya Uganda pamoja na nchi ya Rwanda. Zitahitaji kuichokoza nchi ya Tanzania katika mipaka yake kutokana na kile ambacho walikisikia tarehe 29 mwezi wa 10. Sasa kuna kitu ambacho nimeambiwa niweze kuja kukisema hapa, na hicho ni kitu kizuri ambacho mimi mwenyewe binafsi nimependa kuja kukisema kutokana na kile ambacho nilikiona katika ulimwengu wa roho. Niliweza kuona Tanzania jeshi lake lilipewa utulivu, si kwa ajili ya kupigana ovyo, lakini jeshi la Tanzania lilipewa neema kwa ajili ya kupigana nyakati ngumu, kwa ajili ya kuwatetea raia wake na raia wa kigeni, lakini si jeshi la Tanzania kupigana na raia wa ndani wanaotesa raia wa ndani. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani utakuwa kuna namna fulani unanielewa. Yaani jeshi la Tanzania limepewa neema ya kupambana na yule adui wa nje ambaye anakuja kuwazuru raia wa Tanzania, na sio kupewa neema ya kumtetea Mtanzania ambaye anaonewa na Mtanzania. Hapana. Viko vyombo vingine ambavyo vinaweza kufanya hivyo. Mtanzania anapoonewa na Mtanzania mwenzake, vyenyewe vimepewa neema ya kuweza kumtetea huyu Mtanzania anayeonewa na Mtanzania mwenzake. Lakini jeshi la JWTZ ni jeshi la wananchi Tanzania, limepewa neema ya kuwalinda raia wa Kitanzania ambao watakuwa wanaonewa na taifa lingine. Sasa kutokana na kile ambacho kilitokea tarehe 29 mwezi wa 10, kuna jambo kubwa sana ambalo lilitokea. Ni kana kwamba jeshi la JWTZ eti ni dhaifu. Mungu ameniambia naonye mataifa ya Uganda pamoja na Rwanda ya kwamba jeshi la Tanzania siyo jeshi dhaifu kama ambavyo nyinyi mmefikiria. Ni jeshi imara, ni jeshi strong, ni jeshi lililopewa neema ya kipekee sana ili kuhakikisha ya kwamba wananchi wa Tanzania wanabaki salama. Sasa kwa namna gani? Nilikuwa naweza kuona ya kwamba nchi ya Rwanda ikihitaji ziwa Tanganyika, lakini nchi ya Uganda kitarejea kile kitu ambacho kilishawahi kufanyika wakati Rais Julius Kambarage Nyerere anaongoza katika nchi ya Tanzania, na kule nchi ya Uganda alikuwa mtu mmoja anaitwa Idi Amin Dada. Idi Amin Dada kitatokea tena katika nchi ya Tanzania, kitatokea tena katika nchi ya Tanzania. Na hichi ni kwa nini kinatokea? Hichi ni kinatokea kwa sababu haya majeshi ya hizi nchi mbili, yani Uganda pamoja na Rwanda, wanafikiri nchi ya Tanzania ina jeshi dhaifu, lakini nchi ya Tanzania haina jeshi dhaifu, na ndio maana unakuta raia wake wako salama. Na kama wangekuwa ni dhaifu, basi wangekuwa wameshashambuliwa muda mrefu kutokana na ile mitikasi ambayo wao wanapitia huko mipakani. Nadhani utakuwa umenielewa. Na baadaye nitakuletea unabii kuhusu watu wengi sana wanauliza, sasa mtumishi tuambie, je, Humphrey Polepole anaenda kurudi? Yupo hai? Atapatikana lini? Leo naenda kukwambia, nataka nikuthibitishie ya kwamba Mungu yupo na Mungu bado anaishi. Nitaenda kukwambia Humphrey Polepole, nitaenda kukwambia kuhusu maswala ya Askofu Josephat Gwajima na jinsi ambavyo itakuwa kuhusu kanisa lake. Kanisa la Askofu Josephat Gwajima linaenda kufunguliwa kwa sababu ya haya maliziano ambayo serikali sasa hivi inahitaji kwenda kuyafanya.
Kwa hiyo ni maliziano muhimu sana, sio maliziano ya kupuuza, kwa sababu ni maliziano ya kufanya Tanzania kuwa kitu kimoja tena, kuirudisha ile imani ya Watanzania. Kwa hiyo asitokee mtu yeyote ambaye tena atatumiwa na adui kwa ajili ya kuleta tena uharibifu kwa hawa vijana wa Kitanzania, kwa sababu maliziano haya ambayo serikali sasa hivi inayataka ni Mungu mwenyewe anayachochea, ili kuwafanya hata wale waumini wa ufufuo na uzima kurejea tena katika hali ya kuabudu na kumsifu Mungu wao. Kwa haya maliziano sio maliziano ya kupuuza, si maliziano ya kubeza. Nataka tu nikwambie kitu kimoja, Mungu ni Mungu wa upendo, ni Mungu wa rehema mno. Yule ambaye unahisi wewe astahili kufanya kitu fulani, ndio Mungu waga anamstahilisha. Iko nguvu isiyoonekana ambayo inaweza kumbadilisha mtu kwa namna yoyote ile, hata kama alikuwa mwenda wazimu, hata kama alikuwa na roho mbaya kiasi gani. Tumeshuhudia kuona ya kwamba majambazi wengi wakimpokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wao. Ndivyo ambavyo Mungu yupo. Mungu ni wa upendo mno, Mungu ni wa amani, Mungu ni Mungu ambaye anasamehe. Tujiulize mimi na wewe leo tumemkosea Mungu mangapi? Lakini ni kwa nini tunaishi? Na kuna watu wengi tu walikuwa wanafanya wema wamekufa. Ni kwa nini tunaishi? Kwamba hapo jibu ni kwamba Mungu ni Mungu wa upendo, si Mungu wa visasi. Yaani usifikiri kwamba mtu aliua watu 1000, aliua watu 10,000, ukafikiri ya kwamba leo hata Mungu akishuka hapa eti anaweza naye akamchoma kisu akafa. Hapana. Kitu ambacho kinafanyika ya kwamba kama mtu aliua, kama ni mtu aliiba, akienda kwa Mungu kwa rehema, akaomba toba, akasema sasa narekebisha njia zangu mbaya, ndio Mungu huwa anasamehe. Kwa hiyo nataka tu nikwambie kitu kimoja, usifikiri ya kwamba Mungu atalipa kisasi kama ambacho wewe unawaza. Hapana. Mungu hawezi kulipa kisasi kama wewe ambacho unawaza. Mungu anatenda jambo jipya katika nchi ya Tanzania na kuwafanya viongozi kuwa watu wengine kabisa. Kuwafanya viongozi kuwa watu wengine kabisa. Kama Mungu aliweza kutia moyo mgumu, moyo wa jiwe katika mwili wa Farao, hawezi kushindwa kuweka moyo mlaini, moyo wa kupondeka pondeka, moyo wa unyenyekevu ndani ya mtu ambaye tulikuwa tunaona astahili kabisa. Kwa hiyo Mungu huwa anawastahilisha watu. Nataka tu nikwambie hicho mpendwa, ukae ukijua ya kwamba Mungu huwa anawastahilisha watu, na Mungu ni Mungu wa rehema. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na nikutakie wakati mwema, na bado nabii hizi zinaendelea. Yaani kama wewe ni mara yako ya kwanza, bonyeza alama ya subscribe hapo ili ujihakikishie kupata habari nyingine za unabii mkubwa kama huu ambao tumekuwa tukiuachia mahali hapa. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu, mahali popote pale ulipo. Yako mambo ambayo yanaenda kutokea kwa mwaka 2026. Lakini kwa mwaka 2025 wakati tunamalizia iungwe iliyobaki, yako mambo yatakaenda kutokea ambayo leo ninaweza kwenda kukwambia moja kwa moja ili uweze kujua ya kwamba kweli Mungu yuko katika nchi ya Tanzania na Mungu anaishi. Yako mambo mengi sana ambayo yanaenda kutokea katika nchi ya Tanzania ambayo yatakuwa shangwe, mengine yatakuwa ni vilio kwa nchi ya Tanzania. Lakini kitu kikubwa ambacho kinaenda kutokea kwa mwaka 2025 kwa wananchi wa Tanzania ni ule usikilizwaji. Yaani viongozi watawasikiliza sana wananchi. Watawasikiliza kwa namna gani? Watawasikiliza kutokana na kuna kitu ambacho Mungu amekiachilia kwa viongozi hawa. Hicho kitu ni kama nguvu ya utu na ubinadamu